Akizungumza na waandishi wa habari, kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya SACP Benjamin Kuzaga amesema kuwa tukio hilo lilitokea Januari 9, 2026 majira ya saa 2 asubuhi katika kitongoji cha Isoko, kijiji cha Igundu, kata ya Sangambi, tarafa ya Kiwanja, wilayani Chunya. Kwa mujibu wa kamanda Kuzaga, marehemu Juven alipigiwa simu na mtuhumiwa Mawazo Msangawale akimtaka afike katika eneo la pori karibu na mto Mapogoro kwa lengo la kufanya biashara ya madini aina ya dhahabu. Hata hivyo, baadaye aligundulika kuwa kijana huyo aliuawa kikatili katika eneo hilo. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia mtu mmoja ambaye anaitwa Mawazo Msangawale mwenye umri wa miaka 24. Huyu ni mkazi wa Mloo wilayani Mbozi katika mkoa wa Songwe. Anashikiliwa kwa tuhuma za mauaji ya kijana mmoja mwenye umri wa miaka 18 anayeitwa Juven Baraka Mwambugi aliyekuwa mkazi wa Isoko wilayani Chunya katika mkoa huu wa Mbeya. Awali, Januari 9 mwaka 2026 majira ya saa 2 za asubuhi katika kitongoji cha Isoko, kijiji cha Igundu, kata ya Sangambi iliyoko katika tarafa ya Kiwanja, wilaya ya Chunya, mkoa huu wa Mbeya, Juven Baraka Mwangumbi mwenye umri wa miaka 18 mkazi wa Isoko ambaye kwa sasa ni marehemu alipigiwa simu na huyu Mawazo Msangawale ili wakutane katika pori kwenye mto unaoitwa Mapogoro kwa lengo la kutaka kufanya naye biashara ya kuuziana madini aina ya dhahabu. Kamanda Kuzaga ameeleza kuwa kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kupitia kikosi maalum cha upelelezi wa makosa ya mauaji lilianzisha msako mkali. Hatimaye tarehe 15 Januari 2026 majira ya saa 9 alasiri katika eneo la Mpemba, mji mdogo wa Tunduma, mkoa wa Songwe, polisi walifanikiwa kumkamata mtuhumiwa Mawazo aliyekuwa akitafutwa kwa siku kadhaa kufuatia tukio hilo. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kupitia askari wa kuchunguza matukio ya mauaji walianza msako mkali Januari 15, 2026 majira ya saa 9 alasiri huko kwenye eneo la Mpemba katika mji mdogo wa Tunduma ulioko katika mkoa wa Songwe. Waliweza kufanikiwa kumkamata mtuhumiwa huyu Mawazo Msangawale aliyekuwa akitafutwa sasa kutokana na tuhuma hizi za mauaji. Na mtuhumiwa huyu baada ya kumkamata au kumkuta huko katika eneo hilo la Tunduma huko mkoani Songwe, pia alikutwa akiwa na pikipiki MC 599 FJJ iliyokuwa ameipola baada ya kutekeleza mauaji yake katika mauaji haya huko wilaya ya Chunya. Kutoka hapa mkoani Mbeya, mimi ni Samuel Mpogole, Hope Channel Tanzania.